Chochote ambacho kitakuja katika maisha yako ambacho kitaleta furaha na faraja kitakuja kupitia machungu. Chochote ambacho kinakuja kwenye maisha yako chenye mema, unafurahikia, unasema Mungu amenikumbuka, lazima utapitia katika njia ya matatizo. Mwanzo uachilie zile vitu ambavyo hufai kuvuka navyo, kuingia navyo kwenye njia yako ya furaha. Basi hapo ndio utapokea. Lakini chochote ambacho kinakuja na furaha nyingi, jua mbele kuna huzuni na machozi. Siku zote wherever there is pain there is lessons. Usikimbilie kuvuka hiyo maumivu yako, kimbilia kujua maumivu yako yanatoka wapi na jinsi ya kubadilisha na vitu gani unafaa kuachilia wakati unapopitia maumivu. Watu wengi wanataka wapokee ama wapate uponyaji tu kwa urahisi, freely, yani tu bila kung'ang'ana, ama wapate tu utajiri ama vitu kwa urahisi bila kung'ang'ana. Urongo. Chochote ambacho kitafanya the evolvement of the soul yako ipate kuevolve, isonge juu, lazima kuna vitu vitapata kutatizika, vitu vitatingizwa. Na vitu vinapotingiswa, ujue kuna wakati mgumu. Ndio historia yako hiyo ya kupanda. Ndio utakuwa unaambia watu, mimi nilipita hapa, nilikuwa hivi, kawa hivi. Ikiwa we ni mtu ambaye wakati magumu yanakuja ama wakati pain inakuja unatafuta third party, unatafuta sijui vitu gani, basi huku mbele ujue matatizo na mikosi yako mengi, na ujue hakuna kusonga mbele, maana through pain that is when breakthrough come. Lakini wakati pain inakuja na unafunikia na third party, dada yangu, ndugu yangu, your soul is still in darkness. Maana third party ama maroho yanakuja kukaa kama vile kuleta tu mwangaza, kukupa vitu ambavyo si vya kwako, yani haujafuzu kuvifikia. Wewe umefanya kupewa tu. Vitu vya kupewa, dada, vina mikosi, mwisho utalipia. Your soul will need to reincarnate back here. Jaribu sana wakati unapopitia pain. Ambia Mungu, nionyeshe ni kiini cha matatizo yangu ni gani, niachilie nini ili nipate kupokea faraja yangu, nipate breakthrough. Usikimbilie kutoka kwenye matatizo kabla hujajua matatizo yametoka wapi. Ili unapopata enjoy vitu vyako hivyo, unaenjoy ukijua kweli nimetoka huku na naelekea huku. Watu wengi wanataka shortcuts. Shortcuts is for a short time. Lakini if you want to go for a long time, you need to pass through that bridge. Na hiyo bridge kuna wengine inakuwa ni chungu kwa sababu kuna kuachilia na kutembea katika uwewe. There is acceptance. Lazima ujikubali, ujithamini, ndio huku mbele upate kuthaminiwa. I hope umenielewa vyema.